Huwezi kuondokana na tabia ambayo unaikubali. Huwezi kuondokana na tabia ambayo unaikubali au unaipenda. Huwezi kuondokana na tabia ambayo unaipenda. Roho Mtakatifu akuhudumie kwenye mafundisho haya, na mafundisho haya kafanyike msaada kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Tabia yoyote ile ambayo umeikubali, tabia yoyote ile ambayo unaipenda, sio rahisi kuondokana nayo. Sio rahisi kuondokana nayo. Mtu pekee ambaye anaweza kusaidika ni mtu ambaye ameichukia hiyo tabia, na hiyo tabia yake mbaya. Kama wewe unakunywa pombe, hujachukia hiyo pombe, sio rahisi sana kusaidika. Kama wewe unachukia, kama wewe ni mzinzi na bado unafurahia, umeukubali wa mzinzi, huwezi kuondokana na hiyo tabia. Kama wewe ni mwasherati na umekubali huo uasherati, huwezi kuondokana na hiyo tabia. Mtu pekee ambaye anaweza kusaidika ni yule ambaye anatambua kwamba yeye ni mgonjwa na anahitaji daktari. Anajua kabisa madhaifu alionayo, anajua kabisa mapungufu alionayo, kwamba kwenye eneo hili mimi niko ovyo, kwenye eneo hili mimi siko vizuri, ninahitaji msaada, na anachukia ile tabia ambayo alionayo. Anachukia ile tabia. Huwezi kuondokana na tabia yote ile ambayo umeikubali. Huwezi kuondokana na tabia yote ile ambayo unaipenda. Haiwezekani. Na ndio maana kuna watu ambao yanapoguswa maeneo ambayo hawako tayari kuachana nayo, wanaanza kuchukia watumishi wa Mungu, na wakati mwingine wanaanza kusema kwamba huyu ameambiwa. Lakini kumbuka, maandiko yanasema kwenye Waebrania 4:12 kwamba neno la Mungu ni hai tena na nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wote ukatao kweli. Tena linachoma. Tena anasema kwamba hakuna aliyejificha kwa neno la Mungu, kwamba neno la Mungu linamjua kila mtu. Hakuna kilichojificha kwake. Na kitendo tu cha kuchukia linapoguswa eneo lile ambalo yeye ndio eneo ambalo linahitaji msaada, hiyo tu inaonyesha kwamba hayuko tayari kuondokana na hiyo tabia. Hauko tayari kuiacha hiyo tabia. Na ndio maana hilo eneo likiguswa, mtumishi wa Mungu akigusa eneo la uzinzi, akigusa eneo la uasherati, au akigusa eneo la ulevi, kwa yote mwenye tabia hiyo iliyoguswa na mtumishi wa Mungu, kama hayupo tayari, atamchukia mchungaji. Hatataka kusikia ujumbe huo. Huwezi kuondokana na tabia ambayo umekubali. Watu wa aina hiyo hawezi kusaidika. Ni vigumu kuwasaidia kwa sababu tabia hiyo umeikubali. Tabia hiyo umeihalalisha. Wanapenda. Tunaposoma kwenye Wafilipi 3:8, maandiko yanasema kwamba naam, zaidi ya hayo yote na yahesabu mambo yote kuwa hasara kwa ajili ya uzuri usio na kiasi wa kumjua Kristo Yesu Bwana wangu, ambaye kwa ajili yake nimepata hasara ya mambo yote, nikihesabu kuwa kama mavi, ili nimpate Kristo. Fikiria kwa habari ya Paulo. Alipoujua uzuri wa Yesu Kristo, alipoujua uzuri wa wokovu, maandiko anasema kwamba kwa ajili ya mambo haya amepata hasara. Na amesema mambo yote ambayo yalikuwa yanaonekana kwamba yana faida kwake, yote hayo amehesabu kuwa kama mavi ili ampate Kristo. Hakuna kitu ambacho hakina gharama. Kumpata Kristo kuna gharama. Kuna vitu ambavyo inabidi uachane navyo. Kuna tabia ambazo unatakiwa kuachana nazo. Ili uweze kumpata Kristo. Paulo kuna mambo mengi ambayo alikuwa anayafurahia. Kuna vitu vingi ambavyo alimeweza kufurahia, lakini alikubali kuachana navyo. Na amesema mambo yale yaliyokuwa na faida kwake aliyaona baada ya kujua uzuri ulio katika Kristo. Mambo yote aliyaona kama mavi. Kama usipofikia hatua hii ya kuziona starehe za dunia hii kama mavi, ya kuona tabia ambazo ulikuwa unazitenda kabla ya kuokoka kama mavi,
na najua kabisa hakuna mtu anayeweza kusimama mbele ya mavi alafu akabaki tu akisema hiki ni kitu gani. Mtu yote akikutana na mavi anaziba pua na kukimbia. Kuna ndivyo ambavyo baada ya Paulo kuona uzuri uliopo katika Kristo, aliona mambo yote yale yananuka, mambo yote yale ni kama mavi, sio kitu cha kuangalia na kuanza kushangaa hiki ni kitu gani. Hakuna eneo lolote la maisha yetu ambalo halina gharama. Uamuzi wote unaochukua una gharama zake. Unapoamua kumfuata Yesu, lazima kuna tabia inabidi uachane nazo. Lazima kuna marafiki inabidi uachane nao. Kuna vitu lazima wengine ukubali kuachana navyo. Lazima kuna tabia ukubali kuondokana nazo. Na tabia pekee ambazo unaweza kuondokana nazo kiurahisi ni zile ambazo tayari umezichukia. Lakini tabia yote ambayo umeikubali, tabia yote ambayo unaipenda, tabia yote ambayo umeihalalisha, unaona kwamba ni sawa kwa sababu watu wengi wanafanya, huwezi kuondokana na hiyo tabia. Sio kwamba vitu vyote vinavyofanyika na watu wengi ni sahihi. Mara nyingi vitu ambavyo vinakubalika na watu wengi sio sahihi. Sio sahihi. Pamoja na kwa kuna usemi kwamba wengi wapi, lakini kuna vitu ambavyo vinakubalika na watu wengi lakini si sahihi. Huwezi kuondokana na tabia ambayo umekubali. Na wewe na yoyote ambaye amekubali tabia fulani au amehalalisha tabia fulani, sio rahisi kupata msaada. Sio rahisi kupata msaada. Sio rahisi kupata msaada. Sio rahisi kupata msaada. Kumbuka, hesabu vitu vyote ambavyo vinapingana na wokovu, ambavyo vinapingana na neno la Mungu, ambavyo ni kinyume na mapenzi ya Mungu. Vitu vyote hivyo vihesabu kama mavi. Achana navyo. Kuna tabia lazima uachane navyo ili uweze kumpata Kristo. Na Mungu akubariki sana kwa kusikiliza mafundisho haya. Kumbuka kuendelea kupata mafundisho yote na ninaposti kwenye channel yangu ya YouTube. Basi usisahau kusubscribe. Lakini pia unaweza kushare, unaweza kucomment katika jina la Yesu. Amen.